Kwa majina naitwa Happy Brown Kanyeka, ni meneja TBS kanda ya Ziwa Mashariki hapa Mwanza. Shirika la Viwango Tanzania kanda ya Ziwa Mashariki tupo katika viwanja vya Nyamuhongolo tukishiriki maonyesho ya Nane Nane ili kuweza kukutana na wadau mbalimbali ambao wanaohudhuria maonyesho haya. Lengo kubwa ni kufikisha elimu kwa wadau wetu, kwa sababu tunatambua kwenye maonyesho haya ya Nane Nane kuna bidhaa ambazo zinatokana na mazao ya kilimo, kuna bidhaa zinazotokana na mazao ya mifugo na vile mazao ya uvuvi. Kwa hiyo kama shirika tuko hapa kuweza kutoa elimu, lakini vile kuwawezesha wajasiriamali na wadau wote waliofika kwenye maonyesho haya. Tuko hapa pia kuendana na kauli mbiu ambayo iko ya mwaka huu inayosema tambua soko, ongeza tija, kutekeleza dira 2050. Na sisi kama shirika la Viwango Tanzania tunawawezesha wajasiriamali na wadau. Wakishatambua hilo soko, basi shirika liko hapa kwa ajili ya kuwawezesha kupata nembo ya ubora, ili sasa hizo bidhaa ambazo wanazalisha zinazotokana na kilimo, mifugo na uvuvi ziweze kuingia katika soko ambalo limeshatambuliwa, kwa maana ya kwamba zitakuwa na nembo ya ubora ya hizo bidhaa. Lakini pamoja na hilo, shirika pia linatoa elimu kuhusu usajili wa majengo ya biashara na vipodozi, biashara za chakula na vipodozi. Lakini vile kwa wadau ambao wana changamoto yoyote au wana chochote ambacho wanahitaji kuhudumiwa na TBS, basi tuko hapa kuweza kutoa hiyo huduma, kuweza kusajili, kuweza kuomba maombi ya kupata nembo ya ubora, wanaweza kuhudumiwa. Lakini vile kama wana chochote ambacho wanakifuatilia bado hawajakipata, basi shirika tuko hapa kuweza kuwahudumia. Shirika la Viwango Tanzania linawawezesha hawa wazalishaji au washiriki wa maonyesho haya, kwanza kwa kutoa elimu ya viwango, kwamba wafahamu viwango ni nini. Anapozalisha bidhaa yake ajue anatakiwa kuzingatia nini katika uzalishaji, mazingira ya uzalishaji yawaje, kwa maana ya jengo ambalo linatakiwa kuzalisha hiyo bidhaa linatakiwa liwaje. Lakini vile wahudumu au wafanyakazi ndani ya kiwanda au eneo la uzalishaji wanatakiwa wafikie malengo, matakwa yapi. Lakini vile ufungashaji wa hizo bidhaa, kwa sababu tunaona kwamba kuna changamoto pia katika kuweka taarifa kwenye kifungashio. Kwa hiyo tunapokuwa pale kuwafikia, tunawapa hizo elimu ya namna gani ya usindikaji na taarifa zipi muhimu zinatakiwa ziwe kwenye bidhaa husika. Kwa majina naitwa Marinyas Food Products. Kwa kweli leo nimefurahi, nimejisikia vizuri, nimefurahi sana kutembelewa na watu wa TBS. Wamenielekeza, wamenifundisha bidhaa ikiwa na TBS inauzika hata kwenye mataifa mbalimbali. Kwa hiyo na mimi najipanga, nafikiri baada ya Nane Nane bidhaa yangu sasa hii ya asali tamani iwe na TBS. Biashara yangu sio ya kihivyo sana. Kuna baadhi ya watu wanafika wanasema, jamani, mimi natamani ingekuwa na TBS tungefanya biashara. Kwa hiyo mwingine anaondoka anataka mpaka aone nembo ya TBS. Matarajio yangu ni kwamba baada ya kuweka hii TBS nafikiri nitauza sana. Nitapata wateja wataongezeka. Wajasiriamali wenzangu mimi nawaambia na wasi tu kwamba waweke hii nembo, wafuatilie, wawe na TBS kama mimi ambavyo nataka kuwa nayo, na wao nao wawe nayo. Evelyn Nko ni mjasiriamali msindikaji wa viungo vya pilau na unga wa lishe. Elimu niliyoipata TBS wamenielekeza na nikaona faida za kurasimisha biashara yangu ipate nembo ya ubora. Nitakapopata nembo ya ubora nitauza bidhaa yangu nje ya nchi na ndani ya nchi. Kwa hiyo elimu yao nimeielewa na nitaizingatia, nami nipo katika process ya kufuatilia nembo ya ubora. Changamoto ambayo nimekutana nayo kwa kutokuwa na nembo ya ubora, masoko ni machache. Mteja mwingine anakuwa bidhaa haiamini kwa sababu haina nembo ya ubora. Lakini nitakaporasimisha ikawa na nembo ya ubora, mteja ananunua katika hali ya kutokuwa na mashaka. Ninawashauri kwamba turasimishe bidhaa zetu, tupate nembo za ubora ili tuvuke viwango vya kuuza nchini, tuuze hata nje ya nchi. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.